langu hasa kwa ndugu zetu viongozi wa kimila, waganga wale wa kienyeji. Ombi langu kipindi hiki, wanaomba kupata nafasi mbalimbali watawatembelea, na wanapowatembelea niombe sana tusifanye ramli chonganishi, kwa sababu hizo ndizo zinazovunja amani kwenye uchaguzi. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa siku hii ya leo, wakati alipokuwa anazungumza na wananchi wa Mwanza pale pamoja na machifu mbalimbali ambao waliweza kuhudhuria bana katika tamasha hilo la machifu, ambaye yeye kama mgeni rasmi alizungumza mengi zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo ameweza kuyazungumza ni hayo ambayo umemsikia hapo. Sasa wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anazungumza hayo, wapo watu wengi zaidi wametoa maoni yao mbalimbali, kwa sababu rais hapo amezungumza mambo kama mawili matatu hivi. Jambo la kwanza ni kuliombea taifa bana kama taifa, especially kuelekea pia katika masuala ya uchaguzi. Tunafahamu hivi kesho kutwa tu hapa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa 10. Kwa hiyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaomba kila mmoja aweze kuliombea taifa ili kuweza kufanyika kwa uchaguzi huru na amani, ili uchaguzi uweze kuisha salama na kila kitu kiweze kwenda kukaa vizuri kabisa bila shida yoyote ile. Lakini pia miongoni mwa kitu ambacho kimeibua maswali mengi zaidi ni pale pia rais ambapo amewaambia bana machifu kwamba wanafahamu kwamba kwa kipindi hiki cha uchaguzi kutakuwepo na watu wengi zaidi au wageni wengi ambao watakuja kwa ajili ya kuja kuomba wapate nafasi, yani kuja kufanya masuala ya ramli, kuja kufanya masuala ya uganga. Kwa hiyo rais mwenyewe akawaomba bana, akawaambia kwamba wajiepushe na ramli chonganishi ambazo zitaweza zikachonganisha taifa na taifa. Lakini pia nimeona msimamo wa watu wengi zaidi wakiwa wanasema kwamba hapa ni no reform no election. Kwa hiyo wengi zaidi wakiwa wanaanikiza wanasema kwamba lazima kuwepo na mabadiliko, ndio mabadiliko ya sheria za uchaguzi ndipo wanaweza kaenda sasa kwenye masuala ya uchaguzi, lakini bila hivyo hawataenda bana kwenye masuala ya uchaguzi. So hii imekuwa ni kama ni kauli mbiu ambayo sasa hivi kila mahala hipo na watu wengi zaidi wanazungumza. Wengine wanasema kwamba Oktoba tunatiki, lakini pia wengine wanasema kwamba ni lazima kuwepo na mabadiliko. Kwa hiyo kufuatia kauli hii ya rais kusema kwamba waganga wa kienyeji pamoja na watu mbalimbali wajiepushe na ramli chonganishi ambazo zinaweza zikachonganisha taifa, na mwisho wa siku pia kikapatikana kitu ambacho amani yetu ambayo tuko nayo ikatoweka, na mwisho wa siku mambo akawa ya tofauti kweli kweli. So unaweza kujionea pia ni kwa jinsi gani kwa sasa hivi mambo yamebadilika kweli kweli. Kwa upande wako wewe unaonaje mpaka rais mwenyewe ameamua kusema kwamba bana tujiepusheni na ramli chonganishi, ramli ambazo mwisho wa siku zitasababisha taifa hata kuingia kwenye mzozo, lakini pia mwisho wa siku pia zitapelekea taifa kuwepo na migogoro ya hapa na pale. So hii binafsi nimeiona nikasema nikusogezee hii hapa mapema kabisa kwa siku hii leo, kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewataka bana wananchi kuepuka au kuachana na ramli chonganishi ili kuwepo na amani katika nchi yetu. Maoni yako ni yapi? Naandikia hapo chini, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.